hakujawahi kutokea msimu wowote wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kuwa miepesi kabisa. Hilo halijawahi kutokea. Ni michuano ambayo huhusisha mabingwa wa nchi wanachama wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika katika kila msimu. Mataifa 12 kwa viwango vya ubora, yani kwa maana ya taifa lenye ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika mpaka namba 12 hutoa wawakilishi wawili, lakini mataifa mengine huwa yanatoa mwakilishi mmoja kwa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tanzania ikiwa katika nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora kwa mujibu wa CAF, ikizidiwa tu na ligi za mataifa ya Misri, Morocco, Algeria na Afrika Kusini, yenyewe ni miongoni mwa mataifa 12 yanayopeleka wawakilishi wawili. Kwa hiyo Tanzania wawakilishi wao ni bingwa Yanga, lakini pia timu iliyoshika nafasi ya pili watani zao wa jadi wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini katika michuano inayokwenda kuanza hivi karibuni ya 2026 2027 kuna kaunafuu fulani kwa timu zinazokwenda kushiriki ikiwamo wananchi Yanga, kwamba ukifuatilia vizuri, kama kuna msimu ambao Yanga walau kwenye makaratasi wanakwenda kuanza michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika wakiwa na nafasi kubwa ya kuweza kufanya vizuri kwa kufika mbali, ni pamoja na msimu huu unaokwenda kuanza 2026 2027. Sababu ziko wazi. La kwanza ni kwamba miongoni mwa vigogo waliozoeleka ambao hufanya vizuri katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu unaokwenda kuanza 2026-27 hawamo. Namba 1 ambaye yeye amezoeleka katika kila msimu kwa miaka karibuni huwa anashiriki michuano hii na ufika mbali zaidi, huyu sio mwingine, ni Al Ahly ya Misri. Wao ndio washindi wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika mara nyingi zaidi. Wametoa taji hili mara 11, lakini wamefika fainali mara 16. Hawa ndio wako juu zaidi katika kutoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu wakati wao wakiwa na rekodi ya kutoa mara 11, wanaofuatia ni pamoja na Zamalek na TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo zenyewe zimetoa mara 5. Wanaoshika nafasi ya 3 ni Esperance de Tunis iliyotoa mara 4. Sasa Al Ahly hawamo katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ya msimu 2026-27. Badala yake wameangukia katika michuano ya kombe la shirikisho, na hiyo ni kutokana na kule kwamba kwenye ligi kwao ya Misri wawakilishi ni mabingwa kama ilivyo kawaida, ambao mabingwa kwa msimu uliomalizika 2025-26 ni Zamalek. Timu iliyoshika nafasi ya pili ni Pyramids, wao wameshika nafasi ya 3, kwa hiyo wanakwenda kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Walijaribu kufanya figisu kidogo kupitia shirikisho la mpira wa miguu pale nchini Misri kwenda kupeleka ombi CAF kwamba yale mataifa 12 ambayo yana ligi bora zaidi yapeleke timu 3 ili wakifanya hivyo na wao Al Ahly wawemo, lakini jaribio lao hilo limegonga mwamba. CAF wametoa uamuzi kwamba hakuna kitu kama hicho, na kwa sababu hiyo Al Ahly hawamo. Kutoka hapo Al Ahly maana yake kunatoa fursa kwa timu nyingine kufanya vizuri zaidi endapo tu katika misimu mingine Al Ahly ndio waliokuwa kikwazo. Kwa mfano Yanga katika msimu uliomalizika 2025-26 kwenye hatua ya makundi, miongoni mwa timu zilikuwapo kwenye kundi lao ni Al Ahly, na Al Ahly ndio waliongoza kundi lao wakifuatiwa na FAR Rabat, halafu Yanga wakashika nafasi ya 3, JS Kabylie wakawa mkiani. Lakini kwa msimu huu Al Ahly hawamo. Kwa hiyo Yanga wanaona wale waliowakwaza msimu uliopita na ambao huwakwaza wengi kwa sababu wao hufanya vizuri zaidi, lakini safari hii kikwazo hicho hakipo kwa Yanga wala kwa timu nyingine. Lakini FAR Rabat ambao waliwakwaza Yanga kwenye kundi lao kwa kumaliza nafasi ya 3, wao FAR Rabat wakaungana na Al Ahly kwenda katika hatua ya robo finali, na wao hawamo. Ikumbukwe FAR Rabat msimu uliomalizika 2025-26 ndio waliocheza finali na Mamelodi Sundowns, finali kali ambayo mwisho wa siku ni Mamelodi Sundowns ndio walitoa ubingwa. FAR Rabat na wao hawamo katika michuano ya 2026-27 ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa sababu gani? Ni kwamba hawakupata tiketi kwenye taifa lao la Morocco. Bingwa Morocco ni Maghreb Fez, walioshika nafasi ya pili ni RS Berkane, wao ndio watakaowakilisha Morocco katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo hawa FAR Rabat ni vigogo wengine ambao hawamo kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2026-2027. Timu nyingine ambazo ni maarufu azimu ni pamoja na CR Belouizdad, haishiriki ligi ya mabingwa kwa sababu haijapata tiketi katika taifa lake la Algeria. Timu nyingine pamoja ni USM Alger,
mabingwa wa kombe la shirikisho, tiketi kutoka katika taifa lao la Algeria hawajaipata, na klabu nyingine kama Horoya. Lakini kubwa zaidi ni FAR Rabat ambao ni msimu tu uliomalizika walifika fainali, hawamo, pamoja na Al Ahly ambao wao ndio wenye rekodi ya kutisha zaidi kwenye michuano ya CAF ligi ya mabingwa barani Afrika, hawamo. Kwa sababu hiyo Yanga unaona kama zilivyo timu nyingine hapa ina kaupenyo kidogo, inategemea na watajipanga vipi. Lakini sababu ya pili ni kwamba Yanga management yao imefanya jambo kubwa la kumleta kocha Mangoba Mngiti ambaye ana uzoefu mkubwa katika michuano ya CAF. Kwanza ni mshindi wa taji hili la ligi ya mabingwa barani Afrika, akiwa miongoni mwa kocha mkuu akiwa Pitso Mosimane. Msimu wa 2016-17 wao waliwezesha Mamelodi Sundowns kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Yeye akuwa kocha mkuu, lakini anatambua A to Z namna njia walizopita, namna walivyokuwa wakipambana na timu vigogo barani Afrika na hatimaye kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2016-2017. Lakini sio hayo tu, akiwa anatumikia ajira katika klabu ya Mamelodi Sundowns, akiwa kama miongoni mwa maafisa benchi la ufundi, akiwa kama kocha msaidizi, akiwa kama kocha mkuu kwa miaka 12 akiwa Mamelodi Sundowns, ameishuhudia na yeye akiwa sehemu ya watu wa benchi la ufundi kuiwezesha Mamelodi kushiriki nusu finali 3, lakini pia robo finali 4. Yeye amekuwa sehemu ya wale waliowezesha Mamelodi Sundowns kufika robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika mara 4, lakini hatua ya makundi mara 1, lakini ubingwa kama nilivyotoka kueleza. Sasa kwa sababu hiyo uzoefu wake huu akiwa na Mamelodi Sundowns wa kwamba wao kila mara wanafika katika hatua za juu za mtoano, ikiwamo hiyo finali waliofika na hizo nusu finali kadhaa na robo finali, uzoefu wake ule unatarajiwa kwamba uinufaishe Yanga, kwa sababu Mangoba Mngiti raia wa Afrika Kusini ndiye kocha mkuu wa Yanga na anafahamu A to Z. Matarajio ni kuona akiingiza mifumo yake ya kucheza kwa Yanga katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ili ifanye vizuri zaidi na sio kuishia hatua ya makundi kama ilivyokuwa katika misimu miwili mfululizo. Kwa maana msimu huu uliomalizika 2025-26 Yanga ilishatoa makundi kimaliza nafasi ya 3, lakini msimu wa 2024-25 Yanga pia ilishatoa makundi ikishika nafasi ya 3. Msimu wa 2023-24 walau ilifika robo finali ikatolewa na Mamelodi Sundowns ambayo maafisa wake wa benchi la ufundi alikuwemo Mangoba Mngiti, huku kocha mkuu akiwa Rurani Mokwena. Kwa hiyo hii ni fakta nyingine, ni sababu nyingine ambayo ile iongezea Yanga fursa ya kuweza kufanya vizuri katika michuano ijayo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mangoba Mngiti mwenyewe wakati alipotambulishwa rasmi kama ndiye kocha mkuu wa Yanga hivi karibuni, alieleza juu ya dhamira yake ya kutaka kuiona Yanga ikitoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Sio kazi nyepesi hata kidogo, lakini kwa kuwa anajua njia za kupita, anajua namna ya kukabiliana na mechi ngumu za ligi ya mabingwa, basi ndio maana pengine anaiona Yanga namna ilivyowekeza kwenye kikosi chake inaweza ikafika mbali zaidi na kutoa ubingwa kama ambavyo yeye anaona. Lakini sababu nyingine ni juu ya usajili. Ndio mpaka sasa wachezaji waliotambulishwa Yanga wamekuwa na matumaini makubwa kwa wanachama, mashabiki, wapenzi, wafuatiliaji wa mpira wa miguu nchini kwamba Yanga inaweza ikafika pakubwa, kwamba Yanga inaweza ikachallenge ubingwa. Sio jambo jepesi, lakini matumaini hayo yanatokana na kweli kwamba waliotambulishwa mpaka sasa ni pamoja na Peter Shalulile. Huyu Peter Shalulile ana uzoefu mkubwa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Yeye ni mshambuliaji, kati ya wachezaji waliofunga mabao mengi katika ligi ya mabingwa barani Afrika yeye yumo. Kati ya wachezaji waliocheza mechi nyingi ligi ya mabingwa barani Afrika yeye yumo. Rekodi zinaonyesha ameshacheza mechi 55 za ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na Mamelodi Sundowns mechi hizo. Na katika mechi hizo amefunga mabao 21. Unaweza ukaona ni kwa namna gani amekuwa na ubora wa hali ya juu. Na yeye ndiye anashikilia rekodi ya mchezaji kutoka katika klabu za ligi kuu Afrika Kusini PSL kuwa na mabao mengi zaidi katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa mabao hayo 21. Lakini ni msimu huu tu uliomalizika 2025-26 akiwa na Mamelodi Sundowns, yeye ni miongoni mwa wale waliowezesha Mamelodi kutoa ubingwa, ingawa chini ya kocha Miguel Cardoso hakucheza mechi nyingi sana. Lakini mechi mojawapo alicheza ni ile ya hatua makundi waliocheza dhidi ya MC Alger pale nchini Afrika Kusini. Unaona hapo anakokota mpira, anamwacha hapo Ishaq Busofu. Sasa uzoefu wake huo ndio unaotarajiwa kuuleta Yanga, na ameshakuwa top scorer, mfungaji bora katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2022-23
alipiga mashuti 22, 11 on target, akafunga mabao 6, lakini pia alikuwa na assist moja katika msimu huo ambao Mamelodi Sundowns mpaka wanamaliza michuano walikuwa wamefunga mabao 22, yeye akichangia mabao 7 kwa maana 6 kufunga mwenyewe, 1 assist. Lakini sio hilo tu, ana rekodi ya kuwa na Mamelodi Sundowns katika misimu 6 akifika robo finali 2, akifika nusu finali 2, akifika finali 1 ambayo ni msimu 2024-25, halafu msimu huu katwa ubingwa. Yani kwa lugha nyingine ana ubingwa ambao ameutoa msimu uliomalizika 25-26, ana finali ya msimu 2024-25, ana nusu finali 2 za msimu wa 2023-24 na 22-23, halafu ana robo finali 2 za 21-22 na 20-21. Huu ni uzoefu mkubwa ambao bila shaka Yanga wanatarajiwa kunufaika naye, kwa sababu atajua jinsi ya kuwaweka sawa wenzake ambao hawajafika ngazi hiyo, kwamba huwa wanafanya vipi wanapofika katika mtoano ili wawe watulivu na namna gani ya kufanya ili watoe ubingwa au wafike fainali. Sasa Peter Shalulile analeta matumaini makubwa. Djigui Diarra, Kwasi Atula, Mohamed Hussein Shabalala, hao ni baadhi tu ya wachezaji ambao kwa ujumla wake wameshathibitisha ubora katika nyakati tofauti tofauti, wakiwamo pia waliowasajili hivi karibuni, kwa maana ya Hussein Zakwan, winga wa kimataifa wa visiwa vya Komoro ambaye ni mzaliwa wa nchini Ufaransa, lakini pia Kangwanda, top scorer katika ligi kuu ya Zambia msimu uliomalizika akifunga mabao 17. Sasa hao ichanganya na wale hatari katika safu ya ushambuliaji kwa maana ya Mzize, Peter Shalulile pamoja na Sheikh Toure, maana yake Yanga inajiongezea nasibu ya kufanya vizuri zaidi. Huyu Peter Shalulile kwa upekee kabisa, sio tu katika upachikaji mabao, umri wake wa miaka 32, uzoefu wa misimu 6 akiwa na Mamelodi Sundowns ambayo ilikuwa ikifanya vizuri kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kama nilivyotoka kueleza, akifika robo finali 2, nusu finali 2, finali 1, ubingwa 1, maana yake ana mengi ya kuambukiza kuwasaidia wenzake kuhakikisha Yanga inatimiza malengo yake. Lakini pia alikuwa chini ya kocha Mangoba Mngiti katika baadhi ya nyakati ambazo Mngiti alikuwa kocha mkuu wa Mamelodi Sundowns. Amekuwa na Mngiti, anamfahamu vizuri Mngiti anavyofundisha na hutaka mpira uchezwe vipi. Kwa sababu hiyo matarajio ni kuona yeye akisaidia kufikisha ujumbe wa kocha Mngiti kwa wachezaji wenzake ambao pengine watakuwa hawaelewi baadhi ya maelekezo, kuhakikisha Yanga inapiga soka la kuvutia, soka la ushindani la kuwezesha afike mbali, hasa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo tunazungumzia hapa, kwa sababu michuano ya ndani ligi kuu Tanzania bara Yanga ameshatoa ubingwa mara 5 mfululizo ikiwamo msimu uliomalizika, lakini kwenye ligi ya mabingwa wamekuwa hawafanyi vizuri, na hivyo ujio wa Peter Shalulile na wachezaji wengine pamoja na kocha Mangoba Mngiti, maana yake Yanga inayo fursa ya kufika mbali zaidi na pengine kuifikia ndoto ya kocha Mngiti ya kuiona Yanga ikitoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa cha msingi ni kusubiri na kuona, je, haya ambayo kwenye makaratasi yanaonyesha kwamba Yanga safari hii wanayo nafasi ya kufika mbali zaidi, pengine zaidi ya kile ambacho uongozi wao umewapangia kama lengo kwamba walau wafike robo finali, basi tutaona kile watakachokifanya uwanjani. Lakini kimsingi wana kikosi kizuri chenye wachezaji wazuri. Cha msingi ni kuhamishia huo uzoefu wao, uwezo wao, vipaji vyao na maarifa ya kocha Mangoba Mngiti kuona Yanga ikifika mbali zaidi katika ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini kubwa zaidi walau kufika fainali au kutoa ubingwa ili watimize ndoto ya kocha Mngiti, lakini sio kuishia tena hatua ya makundi kama walivyofanya msimu uliomalizika na msimu uliopita. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.